Ali Khamenei, kiongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, amesema kuwa Irani na Marekani zina tofauti za kutoelewana na migogoro ya kimaslahi, lakini akaongeza kuwa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili unawezekana ikiwa masharti fulani yatatimizwa. Bwana Khamenei, akizungumza katika mkesha wa mwaka wa kukaliwa kwa mabavu na ubalozi wa Marekani mjini Teherani, amesema iwapo Marekani itaacha kabisa uungaji mkono wake kwa utawala wa Kizayuni, itaziondoa kambi zake za kijeshi katika eneo hilo na kuacha uingiliaji wake. Suala hili linaweza kuchunguzwa. Hata hivyo, kiongozi huyo wa Irani amesisitiza kuwa ombi la Marekani la kutaka ushirikiano na Irani halitazingatiwa katika siku za usoni, bali katika siku za baadaye. Saa chache kabla ya hotuba ya Bwana Khamenei, mahojiano na rais wa Marekani Donald Trump yalipeperushwa, ambapo alisema Irani inatazamia kufikia makubaliano na Marekani. Bila shaka hawasemi hivyo na wapaswi kusema hivyo. Hakuna mpatanishi mzuri angesema hivyo, lakini Irani inatazamia sana kufanya makubaliano, Bwana Trump alisema katika mahojiano na mtandao wa Marekani wa CBS. Katika hotuba ya leo, Bwana Khamenei amesema matamshi ya wale wanaozingatia kusema kifo kwa Marekani kuwa sababu ya uadui wa Marekani dhidi ya taifa la Irani ni kubatilisha historia. Kauli mbiu hii si suala ambalo Marekani italipinga taifa letu kwa njia hii. Suala kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu ni mzozo wa kimaslahi, aliongeza. Asili ya kiburi cha Marekani ni kwamba haikubali chochote isipokuwa kujisalimisha. Hivyo ndivyo marais wote wa Marekani walitaka, lakini hawakusema. Lakini rais wa sasa alisema, na kweli alifichua utendaji wa ndani wa Marekani. Wakati wa hotuba ya Bwana Khamenei leo, waliohudhuria waliimba kauli mbiu za kifo kwa Marekani na kifo kwa Uingereza. Bwana Khamenei akurejea moja kwa moja mazungumzo kati ya Irani na Marekani katika matamshi yake, lakini alisema kwa maoni yake, tofauti kati ya Marekani na Jamhuri ya Kiislamu si tofauti ya kimbinu, bali ni tofauti ya kiasili. Katika siku za hivi karibuni, nchi mbili za Oman na Qatar, ambazo zilikuwa wapatanishi baina ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na serikali za Magharibi, zimezitaka Irani na Marekani kurejea katika meza ya mazungumzo. Katika mahojiano na mtandao wa Al Jazeera wa Qatar, ambayo yalitangazwa kwa ukamilifu siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alisema kuwa Tehran haina haraka ya mazungumzo, haina uhusiano wowote na Marekani na hakuna mabadilishano ya ujumbe yamefanyika kuhusiana na swala hilo. Kabla ya vita vya siku 12, Irani na Marekani zilifanya duru 5 za mazungumzo yaliyopatanishwa na Qatar, lakini siku 2 kabla ya duru ya 6 ya mazungumzo, Israel na kisha Marekani zilishambulia Iran. Majed Takechvaranch, naibu waziri wa mambo ya nje wa Irani ambaye alikuwepo kwenye mazungumzo hayo, alisema wiki iliyopita kwamba Bwana Trump alimwambia Ali Khamenei katika barua kwamba ndani ya siku 60 za mazungumzo tutafikia makubaliano au tutakuwa na vita. Marekani inasema Irani haipaswi kuendelea kurutubisha madini ya uranium, lakini Irani imetangaza kuwa mpango wake wa nyuklia ni wa amani na kwamba haitaacha kurutubisha madini ya uranium. Katika mahojiano yaliyotangazwa jana usiku kwenye mtandao wa Marekani wa CBS, Bwana Trump alisema kuwa ana uhakika kuwa Irani haina tena uwezo wa nyuklia baada ya mashambulizi ya anga ya Marekani. Kuhusiana na ukubwa wa uharibifu uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani, waziri wa mambo ya nje wa Iran amesema uharibifu ni mkubwa. Majengo yaliharibiwa, vifaa na mashine zetu ziliharibiwa, lakini teknolojia haijaharibiwa. Teknolojia
haiwezi kuharibiwa kwa mabomu. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.